Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka 2026, siku ya Jumatano. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni CCM yatoa maelekezo bei za mafuta, yaagiza tathmini ya kodi, tozo, ushuru, yahimiza uwezekano wa ruzuku, serikali kuwasilisha taarifa kwa kamati ya bunge leo. Habari kamili ni katika ukurasa wa 20 wa gazeti hili. Mwigulu hahimiza kuhudumia watoto wenye mahitaji maalum. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Binadamu chanzo 96% ajali barabarani 2025. Habari katika ukurasa wa 2. Samia tutamwenzi Karume kwa uthubutu, amsifu uzalendo, ujasiri, kudumisha amani, umoja. Mufti Zanzibar asema ameacha alama kwa Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 19. Tume ya Chande yataja sababu kuongezwa siku 21. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Somo kutoka kwa majirani, kwa nini Tanzania ichague kujadiliana na si kugawanyika. Habari katika ukurasa wa 4. Bidhaa feki za bilioni 4 zanaswa da zimo konyag chupa 4,080. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 5. TANROADS yaomba polisi waondoe maroli kando ya barabara. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni CCM Chadema na kilio bei ya mafuta. Ndugu ya John Heche, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ndugu yake anasema jambo hilo liendane na uwekaji wa utaratibu wa uagizaji wa bei ya mafuta katika hali iliyopo sasa nchini. Jambo la pili ni mamlaka itangaze mpango wa ahueni kwa wananchi kwa muda wa siku 60 hadi 90 kwa kutoa ruzuku ili kuwalinda wananchi, hasa katika usafirishaji na kilimo. Ndugu ya Kenan Kihongosi, katibu wa itikadi na uenezi CCM, anasema chama kinaelekeza wizara kuangalia namna ya kutoa ruzuku kama ambavyo rais alifanya mwaka 2022 alipotoa zaidi ya shilingi bilioni 100 kuleta nafuu kwa wananchi wetu waendelee kufurahia matunda ya nchi yao. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Tumwenzi Karume kwa kutenda haki. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Trump akoleza moto, hofu ya tanda. Habari katika ukurasa wa 13. Uteuzi wa mtoto wa rais kwa makamu wake wazua gumzo. Habari katika ukurasa wa 5. Pichani ni rais wa Cameroon Paul Biya na mtoto wake Frank Biya ambaye ameteuliwa kwa makamu wa rais wa nchi hiyo. Abdallah Khalid alipopoteza ndoto yake ya udaktari hadi kuuza mayai. Habari katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako
ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka, ya kitaalamu na ya kuaminika. Majira ya gazeti huru la kila siku lenyewe limeandika Rais Samia, tutaendelea kumwenzi hayati Karume, ni kwa uzalendo, ujasiri, uthubutu na mchango wake mkubwa katika kudumisha amani, umoja, mshikamano na maendeleo ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. CCM yatoa tamko hatua zinazochukuliwa sakata la mafuta. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali yataka vijana nchini kuendeleza alama za waasisi. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali yasisitiza ushirikiano wa taasisi za dini. Habari katika ukurasa wa 4. Masauni ahimiza vijana kuenzi, kulinda na kutetea muungano. Habari katika ukurasa wa 5. Polisi ya nasa watano kwa kuzua taharuki, kujeruhi. Habari katika ukurasa wa 8. Juhudi za kusitisha vita Iran zaongezeka. Habari katika ukurasa wa 19. Uraibu wa simu janja unaovuruga familia, kuathiri afya akili. Habari katika ukurasa wa 10. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tunatazame sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni bei mpya za mafuta, vikao vizito vyaitishwa. CCM yaingilia kati ikitoa angalizo kwa gharama za maisha kupanda na kuathiri ukuaji wa uchumi, mikakati ya kunusuru nchi yatajwa. Habari katika ukurasa wa 3. Ripoti ya uchunguzi moja, zabuni nono za serikali zinavyopita wazao. Habari katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Viongozi tuna deni la kihistoria kwa Karume. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Mapya ibuka tukio la mauaji kwenye kanisa. Habari katika ukurasa wa 2. Tume ya uchunguzi vurugu za Oktoba 29 yaongezewa muda. Habari katika ukurasa wa 3. Tahadhari yatolewa mvua kubwa mikoa 8. Habari katika ukurasa wa 18. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Raia mwema muungwana ni kitendo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni siri nzito. Mjadala waibuka, tume ya Jaji Chande kuongeza siku 21. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Taharuki shuleni, wazazi walezi sasa njia panda. Habari katika ukurasa wa 2. Mjadala wenyeti aibu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Tumbaku, shisha hatari nchini. Habari katika ukurasa wa 4. Kiduku afunguka kuhusu amani. Habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema muungwana ni kitendo. Gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni viongozi waanika sifa kemkem za Karume. Rais Dr. Mwinyi aongoza maelfu kumkumbuka. Rais Samia na viongozi mbalimbali wahudhuria, wamtaja kama mwasisi wa mapinduzi matukufu, wasema alikuwa jasiri na ameacha darasa kwa kizazi kipya. Habari katika ukurasa wa 2. Tume ya Jaji Chande ongezewa siku 21. Habari katika ukurasa wa 5. CCM yataja mambo 7 sakata la mafuta. Habari katika ukurasa wa 8. Va helmet, ubongo hauna spare. Dr. Rahma. Habari katika ukurasa wa 5. Mbivu mbichi bei ya mafuta bungeni. Habari katika ukurasa wa 3. Wazanzibari wataja alama alizoacha hayati Karume. Habari katika ukurasa wa 10. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Gazeti Zanzibar Leo ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi ongoza kumbukumbu ya mzee Karume, ahimiza wananchi kumwenzi kwa vitendo. Habari katika ukurasa wa 2. Wazanzibari wana kila sababu ya kumkumbuka mzee Karume. Habari katika ukurasa wa 2. Miradi ya bilioni 44.7 wilaya ya Kati kupitiwa na mwenge wa uhuru. Habari katika ukurasa wa 2. Iran yatoa msimamo vita yake na Marekani. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Pedro agusa watatu Yanga. Ligi kuu Tanzania bara saa 8 kamili mchana ni Singida dhidi ya KMC. Saa 10:15 ni Pamba Jiji dhidi ya Yanga Sports Club CCM Kirumba Mwanza. Damaro atikisa tena Simba. Ijayo ni TRA dhidi ya Simba Alhamis April 9 saa 10 kamili jioni Sheikh Amri Abeid. Habari ni katika ukurasa wa 2. Wilder mchana Joshua wazichape. Habari katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Na leo tena robo finali Champions League, Atletico Madrid dhidi ya Barcelona Camp Nou, wakati Liverpool atakuwa na kibarua dhidi ya PSG Parc des Princes. Undani wa taarifa hizi ni katika ukurasa wa 20. Mechi zote kupigwa saa 4 kamili usiku. Europa leo Jumatano ni Braga dhidi ya Real Betis saa 1:45 usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti ya Habari Leo lenyewe limeandika Yanga Pamba Jiji hapatoshi,
wagombea TOC watajwa, pingamizi la Mataka la tupwa, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Simba haijamalizana na kesi ya Damaro, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Ramsey atundika daruga, habari katika ukurasa wa 22. Shime atarajia matokeo mazuri Botswana, habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe mwanga wa jamii, habari za michezo na burudani, lenyewe limeandika Pedro apania kuvunja mwiko Pamba Jiji, habari katika ukurasa wa 23. Simba Sports Club ya komana Damaro sasa kulifikisha suala lake CAF FIFA, habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma gazeti Uhuru kweli daima, habari za michezo, lenyewe limeandika Pamba Yanga vita ligi kuu, habari katika ukurasa wa 23. Simba Sports Club ya mkomalia Mohamed Kamara, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Dareva ya mkumbuka hayati Karume, habari katika ukurasa wa 21. Rais wa muziki ahimiza amani, habari katika ukurasa wa 21. Chane Taniki Cheko tu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. PSG Liverpool kazi ipo leo, habari katika ukurasa wa 22. Pambano la knockout ya mama kufanyika Aprili 24, habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima, na gazeti hili linakamilisha dukuzi ya habari toka Zamani TV.